Watu wengi wana akili nzuri, wana ndoto kubwa, wana malengo mazuri, lakini bado maisha yao hayaendi walipotarajia. Leo nataka nikwambie ukweli ambao watu wengi hawapendi kusikia. Sio kwa sababu hauna akili, bali kwa sababu akili yako haina nidhamu. Akili bila nidhamu ni kama gari lenye injini kali lakini halina breki. Linaweza kukupeleka mbali lakini pia linaweza kukuua. Leo kwenye video hii tutazungumza kwa kina, akili bila nidhamu ni nini hasa? Inaharibu vipi maisha ya mtu polepole bila yeye kujua? Dalili kwamba akili yako haina nidhamu, na muhimu zaidi, jinsi ya kuanza kuijenga nidhamu ya akili yako kuanzia leo. Kama unapenda maudhui yanayokujenga kimaisha, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa mtu unayemjali. Sasa hebu tuanze. Akili bila nidhamu ni nini? Akili bila nidhamu ni akili inayofikiri kila kitu kinachokuja kichwani, inayofuata hisia badala ya maamuzi, inayotaka raha ya sasa bila kujali kesho, inayokimbia maumivu hata kama maumivu hayo ni ya muda na yana faida. Nidhamu ya akili ni uwezo wa kufanya jambo sahihi hata kama halipendezi, kujizuia hata kama una nafasi ya kufanya kosa, kusema hapana kwa kitu kizuri ili upate kitu bora zaidi baadaye. Tatizo ni kwamba watu wengi wanafundishwa shule, kazi na pesa, lakini hawafundishwi nidhamu ya akili. Jinsi bila nidhamu inavyoharibu maisha. Jinsi akili bila nidhamu inavyoharibu maisha. Moja, inakuua ndani, procrastination. Unajua nini cha kufanya lakini hufanyi. Procrastination ni hali ya kuahirisha mambo. Unaahirisha leo, unaahirisha kesho, mpaka siku zinageuka miaka. Akili bila nidhamu inapenda kusema nitaanza kesho, leo nimechoka, au ngoja hali iwe nzuri kidogo, na hivyo ndivyo ndoto nyingi zinapokufa. Pili, inakufanya mtumwa wa hisia. Ukijisikia vibaya unakata tamaa, ukifurahi unajisahau, ukikerwa unaharibu mahusiano. Maamuzi makubwa yanafanywa na hisia ndogo. Akili yenye nidhamu husema ninahisi vibaya lakini bado nitafanya ninachopaswa kufanya. Tatu, inaharibu mahusiano yako. Maneno yasiyochujwa, hasira isiyodhibitiwa, ego isiyokubali makosa. Watu wengi wamepoteza ndoa, marafiki, heshima, sio kwa sababu ni wabaya, bali kwa sababu akili yao haikuwa na nidhamu. Nne, inakuweka kwenye mzunguko wa kujilaumu. Unajilaumu kwa kuanza na kuacha, kupoteza muda na kukosa uthabiti. Lakini badala ya kubadilika, unajifariji kwa simu, mitandao ya kijamii na starehe za muda mfupi. Huo ni mtego wa akili isiyo na nidhamu. Dalili kwamba akili yako haina nidhamu. Jiulize kwa uaminifu. Je, unaanza vitu vingi lakini unamaliza vichache? Je, unaishi kwa misukumo badala ya mipango? Je, unajua unachopaswa kufanya lakini bado hufanyi? Je, unaepuka vitu vigumu hata kama vinakujenga? Je, unatumia muda mwingi kwenye simu kuliko kwenye ndoto zako? Kama umejiona kwenye zaidi ya dalili mbili, hii video ni kwa ajili yako. Jinsi ya kujenga nidhamu ya akili. Moja, anza na maamuzi madogo. Nidhamu haijengwi kwa mambo makubwa ghafla, inajengwa kwa vitu vidogo. Kuamka saa uliojiwekea, kumaliza jambo uliloanza, na kujizuia kusema maneno yasiyo na maana. Vitu vidogo vikifanyika kila siku vinajenga mtu mkubwa. Pili, usingoje motivation. Motivation ni hisia, nidhamu ni mfumo. Fanya kazi hata kama hujisikii, huna hamu au umechoka. Watu waliobadilisha maisha yao hawakusubiri mudi, walijenga nidhamu. Lakini tatu, jifunze kukaa na usumbufu. Ukuaji una maumivu, mafanikio na usumbufu. Akili yenye nidhamu haikimbii maumivu ya muda mfupi kwa ajili ya raha ya haraka. Lakini nne, chuje unachoruhusu kuingia akilini mwako. Unachotazama, unachosikiliza na watu unaokaa nao vinaunda akili yako. Huwezi kuwa na nidhamu ya akili wakati kila siku unalisha akili yako ovyo. Hebu nikwambie hili kwa upendo lakini ukweli. Akili yako inaweza kuwa baraka au laana. Bila nidhamu, akili yako itakuharibia maisha taratibu. Lakini ukijenga, inaweza kukupeleka mbali kuliko unavyofikiria. Anza leo, sio kesho, sio wiki ijayo. Anza na uamuzi mmoja mdogo na ulinde kwa nidhamu.
Kama video hii imekugusa, basi like, subscribe na comment neno nidhamu hapo chini. Tutaonana kwenye video inayofuata. Asante.